Najua nitaongea lugha yetu ya Kibembe. I know I was speaking my language. Na kama kuna mtafsiri, There's an interpreter. atatafsiri kwa sababu hatutaweza kuangusha asili yetu. If we have an interpreter, please come interpret because we want to follow our culture. Someone who understands Kibembe. Leo Interpreting in Swahili. Greetings. Greetings. I'm standing here on behalf of the family. My name is Samsoni Londani. The deceased his name is Malanga Isaiah Londani. For that, I'd like to start by thanking you. I'd like to start by thanking I'd like to thank you all who came here to grieve together with us. I'd like to thank also the family Mbondo from United States and North Carolina, and especially Greensboro. North Carolina Also, we want to thank all mothers, especially from Greensboro, and our family mothers who were there at his house just to help with cooking and everything. Thank you so much. Also, we'd like to thank all the neighbors who were patient with us. We were crying, making noises, but they were patient with us. And one day, we were called the police just for this. And you know, we thank you guys for your passion. Also, we thank the church. We thank the church a lot for all they have done for
nibo mwakole mbose banatenda abange banashetenda na tena nibo mwakole mbose wicho to wakilecha olumoro. For that, I say thank you so much for your help. Na ubibyo noso ukaribisha mwambaka acho musomena hotuba ya marehemu. I'd like to welcome the boy to come to read the speech for the deceased. Karibu. Welcome. Wechi loge sawa faimana no itebode Standing here on behalf of the family, hicho somo tumafupi ya mgonjwa anayetuno watushika to read a short speech for the deceased. Biblia tosomeyo lugha ya Kiswahili ikiwa ndio Swahili as we wrote it. hotuba ya marehemu The speech for the Greensboro, North Carolina, United States. Greensboro, North Carolina, USA. Marehemu alijulikana kwa majina The late was known by the names Reverend Pastor Malangam London Isaiah, Reverend Pastor Malangam Danisaya, mtoto wa mzee Itao Ayule wa jamaa ya Bashibiji, the son of Itao Ayune of the family of Bashibiji, Bashimwabi, nyumba ya Obo, the house of Obo, Mwamojwa. Mwamojwa. Mama yake alijulikana kwa majina ya His mother was known by the names Shingonepa Nyasa, mtoto wa Bafuliru, Shingonepa Nyasa, the daughter of Bafuliro, nyumba ya Batumba. the house of Batumba. Marehemu alizaliwa Kipupu The late was born in Kipupu mnamo tarehe 14 mwezi wa 10 1962. In October the 14th, 1962. Maisha ya ndoa. Marriage. Marehemu alioa mke mmoja The late married one wife kwa jina ya Belechi Magonje, named the village Mabonye, mtoto wa jamaa ya Bashibinji, daughter of the family of Bashibinji, Bashimwabi, Bashimwabi, Mwalumanya. in the house of Lumanya. Mnamo mwaka wa 1982 And that was in 1982. na wakafanikiwa kuzaa watoto 12, And they had 12 children. kati yao wa kiume 3, Among those 3 boys wa kike 9. and the 9 girls. Walio hai ni watoto 10, Children alive total is 10. waliofariki ni watoto 2. And the 2 already passed away. Pia marehemu ameacha wajukuu 51. Also, the late left behind 51 grandchildren. Walio hai ni 46, And among those 51 children, 46 are alive, na 5 wameshatangulia. and 5 already passed away. Jumla marehemu ameacha watu 63 duniani. In total, the late left behind him 63 people here on the earth. Maisha ya Kikristo. Christian life. Marehemu alibatizwa katika kanisa la Methodist The late was baptized in the Church of Methodists, the Free Methodist Church, mwaka wa 1972 in 1972 pale Uvira nchini Kongo. in Uvira in DRC. Alitumika kama kiongozi wa wazazi wote
walio na watoto wa compassion. He was a representative for all the parents whose children was benefiting from Compassion Project. Na hapo ilikuwa mwaka wa 1991 hadi 96. And that was in 1996. It was from 1991 to 1996. Pia marehemu alihudumu kama mwinjilisti wa parokia KL1 pale kambini Nyarugusu. Also, he was evangelist in Nyarugusu refugee camp, the parish of KL1. Na hapo ilikuwa mwaka wa 99 hadi 2008. And that was from 1999 to 2008. Mwaka huo wa 2008, In 2008, marehemu aliteuliwa kama mwasibu the late was appointed as secretary, as accountant wa kanisa la sekta ya pili kambini Nyarugusu. of the Church of Sector 2 in Nyarugusu. Na alihudumu hapo hadi mwaka 2016 alipokuja Marekani. And he maintained that position until he came to United States in 2016. Mwaka 2004, In 2004, marehemu alihitimu masomo ya Biblia he later graduated from the Bible school kwenye shule ya Institut Biblique de Nyarugusu Iven. from the Biblical Institute called Ben in Nyarugusu camp. Na kupata diploma. And he got his diploma. Baada ya kufika hapa Marekani, After arriving in the United States, marehemu aliongeza elimu ya Biblia the later also furthered his education on the Bible kwa njia ya mtandao through the internet kwenye chuo cha College Missionnaire International de Bukavu. and that was at the University of International Missionaries from Bukavu, ya Saint Semper. from the church called Saint Semper. Ilikuwa mwaka 2021. And that was in 2021. Na ilipofika mwezi wa 7 mwaka huo wa 2021, And when it was July 2021, akabarikiwa kuwa Reverend Pastor he was ordained as a pastor wa kanisa la Methodist Libre hapa Greensboro, North Carolina, of the Church of Pre-Methodist here in North Carolina. ambapo alihudumu hadi siku ya umati wake tarehe 20 mwezi wa 5 2025. And he continued to serve as pastor until he passed away this year. Elimu. Education. Marehemu alisoma shule ya msingi pale Uvira na sekondari pia. The late went in primary school and secondary school in Uvira, DRC. Akapata diploma And he received his diploma mu pedagogie generale. in general pedagogy. Na hiyo ilikuwa mwaka wa 1981. That was in 1981. Kwa bahati mbaya, wakati wa vita cheti hicho kilipotea. But during the war, he lost his diploma. Kufika 2003, And in 2003, marehemu aliamua tena kutumika tena mtihani ili apate cheti kamilifu. the later decided to do the exam again to get high school diploma. Na hapo akafaulu tena mtihani wa Kongo. And he passed that exam Kwa hiyo pedagogie generale. from the same major, general pedagogy. Na lengo ilikuwa ni kutaka kuongeza elimu ya juu. And the purpose for doing this, he wanted to go to get higher education. Pia marehemu alisoma masomo ya uganga. Also, the later
got some formation for nursery. Kwenye chuo cha Institut Technique Medical ITEM, And that was from the medical institute called ITEM. na hapo ilikuwa mwaka wa 2000. That was in 2000. Kufika mwaka wa 2005 hadi 2008, From 2007 to 2008, 2005 to 2008, marehemu alisomea uchumi. the late went to school to study economics. Kwenye chuo cha ESTC, That was from the college of ISTC. maana yake Institut Supérieur de Technique et Commerciale. It means College of Technical and Commercial Pale Nyarugusu, in Nyarugusu, na akaishia mlango wa pili, mlango wa kwanza wa lisansi. and he finished L1, license 1, Kazi. work. Marehemu alifanya kazi ya walimu The late was a teacher pale kambini Nyarugusu in Nyarugusu camp kwenye shule ya msingi ya Hekima HN. at a primary school called Hekima H1. Na hapo ilikuwa kuanzia mwaka wa 1997 That was from 1997 hadi 2016. to 2016. Vile vile mwalimu au marehemu tafadhali alijishughulisha na masuala ya biashara. Also, he was a businessman. Na hapo ilikuwa tunaweza tukasema maisha yake yote kuanzia Kongo na hata Nyarugusu pia. That he did that all his life. Magonjwa. Sickness. Marehemu alianza kushambuliwa na magonjwa The late started to suffer from illness tokea mwaka wa 2013. from 2013. Alipita vipimo vingi sana pale Nyarugusu. He had many medical exams, Lakini vipimo vyote havikuleta matokeo. but there was no result. The result was negative. Baada ya kufika hapa Marekani, After arriving in the United States, marehemu alipita tena kwenye vipimo. the late also got some medical exams, Waganga wakasema kwamba anasumbuliwa na prostate. and the physician said he had prostate problems. Ikabidi apite kwenye upasuaji. For that, he got the surgery. Baada ya upasuaji, After the surgery, ukaibuka magonjwa mengine kaza wa kaza, other illness rose, kama vile figo kushindwa kutumika kazi, like the kidney failure. ukatokea kansa ya damu, Then he got blood cancer. ukatokea magonjwa ya pressure, And he got high blood pressure. ikasababisha hadi damu kuanza kupunguka mara kwa mara. And then he got anemia. He became anemic. Na madhaifu hayo For all of that, yakampeleka hadi kwenye mauti tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka huu 2025. all of that led to his passing on the 20th of this month, 2025. Duniani marehemu aliishi miaka 62. In this world, the late lived for 62 years. Bwana ametupa na Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. God has given us and He has taken him. May His name be glorified. Amen. I know that is the short speech for the
the late. maisha ama marehemu. That is his life. Na ubibyo For that, tunatenda nilikambo la mwisho latenda wasoma utuba. would like to repeat that word, the last word that the reader of the speech said, just to emphasize it. Because some people, when they come to the funeral like this, they would have other information or news or rumors. The Lord gave us, and the Lord has decided to take him back. And for that, we glorify his name. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kuendelea tunaomba Reverend Pastor anaomba kuombea sadaka. Before we Alafu continue, we'll ask tunasikia our hotuba pastor to wa pray kanisa for mara offering, moja. and then we'll hear the testimony from the church. Dada Rehema kuzungumza mawili matatu. And then later our sister Tunaomba Rebecca will tafadhali sana tutunze muda. please be very Muda fast. tumepewa ni mdogo sana. We have limited time. Tunaweza kupata matatizo huku kwa mbele We might get tunapokwenda. in trouble. Tafadhali tutunze muda. So let's be very fast. Asante. Thank you. Naomba msamehe kwa kuwazika. Hakuna aliye kama na wewe. Wewe ni yule leo, jana, hata milele. Hautabadilika, utabaki kuwa Mungu. Asante. Sadaka hii Baba uipokee. Na waliotoa Bwana wazidishie. Maana ndiwe Mungu wa kweli. Hakuna aliye kama na wewe. Asante kwa upendo wako Mungu. Ulivyojitoa msalabani ukatuonyesha kwamba tutapitia mauti wote. Hakuna atakayekwepa, na ndivyo tunaendelea na safari hiyo. Asante Bwana kwa upendo wako kubwa. Asante kwa kutujali. Asante maana umempokea mtumishi wako. Asante Bwana kwa yote ambayo unaendelea kututendea. Wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo na Mwokozi wetu tunaomba. Amen. Bwana asifiwe. Praise God. Kila mtumishi aliye hapa Every servant that's here ambaye amezaliwa mara ya pili, that has been born the second time with Christ, ampe Bwana utukufu wa kusema amina. may you glorify God by saying amen. Haleluya. Praise God. Hivi sasa tunatoa hotuba We are going to give a ya maisha testimony ya kiroho ya ndugu Reverend of the spiritual life of our beloved Reverend Malanga Malanga Mlondani Isaya. Mlondani Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Kwa tunaposimama mbele So when we stand in front kutoa hotuba ya mtumishi wa to Mungu, give a testimony of our amini servant God, tunatoa hotuba ya kweli. I want you to believe that it's true. Haleluya. Praise God. Kama uko na mashaka uondoe kwa ajili ya If you kiongozi have a wako huyu aliye doubt, hapa. take it away. Kama una matatizo naye basi useme Mungu If you akusamehe. have a problem with him, say Bwana that. Yesu asifiwe. Praise God. Naamini katika hotuba hizi zilizopita za familia I believe in all the services that passed. wamesema na mengine ya kiroho. They also say something about Kwa hiyo mengine the life. tunapitia. So we just repeat. Lakini utakuta mwisho nitakuambia zaidi But you'll find that I'll tell you jinsi more ametengeneza na kanisa of how he prepared his life na hata with the familia. church, even with the family. Haleluya. Praise God. Marehemu alibatizwa pale Kongo Our deceased was baptized in Congo mwaka 1972 in 1972 Uvira in Uvira kwa kanisa la Free Methodist Uru. in a Free Methodist church. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Marehemu alitumika Our deceased was pamoja na wazazi wa watoto with our parents Compassion. in Yaani compassion, huduma yake ilikuwa ya kuongoza watoto pale Kongo. meaning he led children of parents. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Ulikuwa mwaka wa 1991 And that was in 1991 hata 1996 all the way to 1996 wakati watu walipokimbia vita. when people ran away Alikuwa from katika home. huduma hiyo. He was working in that position. Pia tunaona kwamba marehemu We also see that our deceased alihudumu
pale Nyarugusu. He worked in Nyarugusu Katika vijiji vya Kae in our zone K1 na LN. and L1. Ninaposema Kae na LN, When I say K1 and watu L1, walioishi katika kambi ya Nyarugusu people wanasema who have been in wanajua kila kitu. Bwana Yesu Nyarugusu, they know asifiwe. that place. Alihudumu huduma za Bwana Yesu Kristo pale kulisha watoto wa Mungu chakula. He worked feeding the children of God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Mwaka wa 2008 And that was in 2018. aliteuliwa kuwa mhasibu kontable In 2008, he was chosen to be a secretary katika sekta ya pili ya Methodist pale Nyarugusu. in Sector 2 of Nyarugusu. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Na baada ya kufika Marekani And after reaching to America, aliongeza elimu kwenye mtandao, he also continued learning the Bible online, elimu ya Biblia biblical learning, 2021. and that was in 2021. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Pale Bukavu. In Bukavu. Na hata hivyo aliingia katika majaribio ya kujaribiwa kuwa mtumishi mchungaji halisi. Even in that, he was chosen to go through trials of becoming a pastor 2018. in 2018. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Imekuwa hapa tulipo Amerika. It happened when we were here in America. Kwa hiyo katika mwezi wa 7 So in the 7th month, mwaka wa 2021, in July 2021, ndugu our beloved alibarikiwa kuwa reverend. was ordained to be a reverend. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Huu mwaka This year, wa 2021 2021, ametumika mpaka mwaka he worked wa he 2025 served until 2025, wakati alipopumzika pamoja na Bwana ile tarehe 20 when he was put to rest on mwezi wa May 5. 20th. Haleluya. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Tuko pamoja. Are we together? Kwa hiyo mimi nina furaha kubwa. So I'm very happy. Maana kama niliingia hapa Nyarugusu, Because if I went to Nyarugusu, kutoka Nyarugusu kuingia hapa Marekani if I came from Nyarugusu to America 2022, in 2022, aliyenipokea katika kanisa la Free Methodist the person that welcomed me in Free Methodist 2023 in 2023, na kuwa hivi nilivyo. until how I am now, Bwana Yesu asifiwe. praise God. Ni Reverend Tulwe ambaye It amelala. was our beloved reverend that's sleeping. Huyo amelala, The one that is sleeping. hajafa. He's not passed away or dead. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Napenda kuambia kanisa kwamba huyo I amelala, want to tell the church he's just sleeping. hajafa. He's not dead. Mwenye kufa ni mtu hajaamini Yesu The Kristo person kuwa who Bwana na died Mwokozi is wake. the person who has no mistake. Unaweza ukavaa nguo nzuri, You can wear good unaweza clothes. ukawa tajiri You wa can be mamilioni, very rich, having millions. lakini kama hujaamini But Yesu, if you don't believe in Christ, unaweza ukavaa nguo nyeupe you can wear a white coat au nyekundu or gray kuashiria damu ya Yesu, to represent blood. lakini Jesus kama Christ. hujaamini Yesu, But if you don't believe in Christ, wewe ni mfu. you're dead. Haleluya. Praise God. Ndio maana siku moja That's why one day, Yesu Jesus Christ, akasema ndugu yetu Lazaro amelala. he said, our friend Lazarus is sleeping. Wanafunzi wakaona kweli ni usingizi wa kawaida. And the teacher, Akaangalia said, katika "No, lugha za Lazarus is dunia, sleeping." akaona watakuu. And he looked at them and told them Akawaambia Lazaro amekufa. he said, they say he's dead. Ile lugha yenu ya duniani. Your earthly language. Lakini katika lugha ya watu But mbinguni, in our heavenly language, ndugu amepumzika. our beloved is just sleeping. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Sasa huyu ndugu katika maisha yake ya tarehe za mwisho, Now, our beloved in his last days, nilipoingia nyumbani mwake when I went to his home, ambapo nilikuwa na maulizo 25 ambayo nilipewa na Sire Dada yule mwenye kuwa pale. where I had 25 questions asked from our superintendent. Lakini sasa But nikamwambia now, tu I told our beloved, tutafanyaje what will we do kwa ajili ya kujibu hizi questionnaire nimepewa 25. to answer these 25 questions?
akaniambia usiogope. He said, don't worry. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Akaniambia He said, usiogope. don't worry. Don't be scared. Na aliponiambia usiogope, And when he said, don't worry, akaambia msichana wake mwingine he told his daughter alikuwa aseme. who was non-speaking, Alikuwa afanye nini? Aseme. Hivi natangaza maisha ya kiroho. I'm proclaiming his spiritual life. Lakini wakati tulipoingia ndani ya nyumba, When we went to his house, nikawaambia wale wote wanaomzunguka I told all the people surrounding him, kwamba tukae kimya, let us just sit in tuombe silence. Mungu msamaha. Let us just pray for forgiveness. Tusiombee yeye msamaha, Let's not pray for him, bali sisi tuombe but msamaha. let us repent ourselves. Na msamaha tutakaoomba And the utamfanya yeye repentance aseme. it will make him speak. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Na tulipoimba nyimbo mbili When we started singing one na song kuomba and msamaha, started repenting, ndugu pale alipokuwa our beloved, akasema Bwana Yesu asifiwe. he said, praise God. Haleluya! Bwana asifiwe. Ametengeneza na kanisa lote. He repented to all the Kila church. wakati alitengeneza hata na watu ambao hawezi kutengeneza nao. He repented to even the people that he was not supposed to. Maana sisi kama wachungaji Because as pastors, tunaona washirika wengine kama vile hawafai. we see our Christians as if they're not worthy. Lakini sisi sote ni makuhani. But we are all servants of Na God. ndio maana alisema kwamba And that's why he said, mtu niliyemkosea the person that I wronged, anisamehe. please forgive me. Kwa hiyo katika kanisa la Free Method, Meaning in the whole church of Free Method, yule ambaye amebaki na deni ya kutokusamehewa na kusameheana na Mungu, anyone who was not forgiven or has not forgiven our beloved, na kuombea msamaha kwa Yesu, Mungu I akusamehe. pray that God forgives you. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Maana ilikuwa ndio siku yake ya mwisho na maisha yake ya mwisho. Tangia siku hiyo hakusema tena. From that day, he Akasema never wote forgave. niliowakosea wanisamehe, na kanisa lote nimelisamehe, na mbaki na amani kwa jina la Yesu And stay Kristo. with peace in Amani ya Jesus' Yesu iwe pamoja na kanisa nzima. Amen. Rehema kama kuziana naweza kuja mara moja. Sister Rehema, you're welcome. Kisha Rehema Babondo tunafuatia. After Rehema, Babondo, you're welcome. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Machache tukizungumza kwa machache. Just few words. Nilikuwa nahitaji kaka aje nitranslate Kiingereza kwa sababu mimi nitaongea Mkibembe. I want our pastor to come interpret because I was speaking Kibembe. Abecha anjibwe longe. Sawa. Ninakanya manga wewe nipate nafasi. Thank you so much to get this opportunity. Nanakanya bachube ibane manga uibere nafasi yani tena bibele bisato mbaka kwa maandalizi manchube iweto. Also, I thank the pastors to give me this time. Abecha anjibwe. Sawa. Inanotenda nakano chibele tu. I will say two things. Ine nije ni eche mwana wa mchungaji Malanga Isaya Mlondani. I am the daughter of Pastor Malanga Isaya Mlondani. Niliwake mwana wa Abel. I am his second child. Nije mbake bana bosi no bele washikala ulumbuka Tanzania kwambia Nyarugusu. Among all of his children, I was the last one who was remaining in Nyarugusu camp. Lakini ebe ulumbuko na bena shikala to eche mwa awa elfu chibele ni omina mwenji. But while in the refugee camp in 2017, Mwane ombana mbola ni bore maji andaye oyo anda maskofu mane masowa. the Lord told me that be prepared, Rehema, to go to prepare my bishop who is about to pass away. Nenotenda niji andaye niyo anda maskofu masowa mama maskofu masowa mama soya ole na ine nilibeni. And I asked him, who am I to go and prepare for that bishop who is about to move from this world?
La mane muitenda bibo no chomana. Aboshobana choko amlomia na wapata gauni chabre. Wapata gauni abre. And while wondering about that, I saw a man came in front of me wearing a blue gown. I saw he just did and then we started to fly, and then we were passing a lot of waters until we arrived in the United States. While in the United States, I saw we were somewhere where there was an empty house. And I was given 2 suitcases and clothes. And then I started to wash those clothes and iron them and put them in the suitcase. Praise the Lord. Sasa nani ni andaye kyose nienda bene no ochomona ula wachule wa mbete no ochomba ne boshiti andaye maskofu macho. And then that person who brought me told me, now be prepared because the bishop is coming now. And I took those 2 suitcases and I arrived. Gari ya kwanza yo ochwa na mwana maskofu wa kwanza anaendea diplomate mkabili. And then first car came and I saw there was one bishop who came and I took 1 suitcase I gave him. There were some words that person said before he went. He went. And the second bishop came, it was my father. And then I took the suitcase and gave him. Also, he spoke some words. And they said, Soka, I'm going. Be safe. And then the person who brought me, he said to me, your job is over, let's go now. And then I saw we started to go back and we passed a lot of water strongholds. And then they said, bring together all of your children and then you're going to go back and stay in that empty house. And then I rose up, I wake up and I asked myself, what is this? I started to pray and then I called my mother and I told everybody about the vision I got. And then I told my mother, I never been called to interview with the UNSCR to come to a third country. But how this will happen? And my mother said, just leave it in the hand of the Lord. In 2019, I got the same vision again. And that was to make an emphasis for what he was telling me. I had a lot of doubts and I didn't know for sure that God was telling me. Sola yake ya mtoba mchinji wake wibale oshe elabinachi. And then because of my doubt, that person or that angel told me to read from 2 Corinthians chapter 6 verse 1 to 4. Na shima nozangu itana nibota kama bene alobe Mungu watena nibo yini nichabo era nisange bibocho biete. Nisange tatali bo.
And then I said, if for sure it's you, Lord, just fulfill your promise. Ikila lusuku na ngwe tatalelelwa kila lusuku na ngwe tatalonga alazwa yelonga paso o latini natene go bado sama. And when I was still there, I got some sad news about my father. He's about to pass away, but I continued to pray and I said he will not pass away until I arrive in the United States. Our God is good. He knew that his time was coming. And then my process of coming to the United States was and then before I came in Tanzania, I told the people, I go to prepare the way for my father. Until I came and I landed in Michigan. And I called my mother, telling them I'm here. In Michigan, while I had only 2 weeks, my father called me and told me, I am so thankful for you to come to the United States. I told them, my God, not to take me before you arrive in this country. You also were praying that you want to come to the United States before I pass away. And then why you can continue to be there and not coming here in Greensboro. In 2 weeks I got all my documents and then I moved from Michigan to here. When I arrived, I tried to change my prayers to the Lord like Hezekiah. And then in my prayer I said, I put my promise to you. And the God told me his time has arrived. So I thank God for the wonders he has done. For that he finished the job that he gave me for my father. It was the same day when the pastor passed away. And the same day he would pass away. But because of one of us, God decided to change things. He changed things. And my father said, and the mother's side, and for all of the friends, he said, anything that he has wronged you, forgive him. And also he forgave you. And in that forgiveness, forgive all the children. And also asking you all to forgive even his children. Because of the time, we are together.